Ali ameeleza kinaga ubaga theme nzima ambayo tumekuja nayo ya Kili Icons. Ametambulisha project hii ambayo inaenda kufanyikia pale ushirika Moshi, na kama alivyosema, mimi nitasherehesha tu kidogo. Kilimanjaro ndio mkoa pekee mashuhuri zaidi Afrika. Yaani mkoa wenyewe nao ni icon. Sahihi. Yaani tunaposema Kili Icons, hata mkoa wenyewe nao ni icon kwa sababu ni mashuhuri kupitia mlima wetu wa Kilimanjaro. Na watu mashuhuri wako wengi. Ali alikuwa anajaribu kuwagusagusa baadhi, lakini ni wengi kweli kweli. Hata kwenye hii press ilikuwa tuwe naye mwenzetu Kiredio. Lakini kutokana na udhuru ameshindwa kufika kwa wakati, ila naye ni mwana Kilimanjaro. Kwa hiyo ukanda ule tumebarikiwa kweli kweli. Sasa sisi kama icons ambao tunatokea Kilimanjaro, tuliona ipo haja ya kufanya jambo hili na lengo kubwa, kwa nini tunafanya hivi? Kwa nini tumekuja kuandaa tamasha hili maalum ndani ya siku ya tarehe 7? Kwa nini? Yaani kwa nini tumefanya hiki kitu? Lengo kubwa ni moja tu. Kuhamasisha vijana na kuhamasisha watu ambao wanatoka Kilimanjaro popote pale walipo waone inawezekana kupitia hawa icons ambao wameshafanya vitu katika tasnia zao. Yaani leo hii kama kuna kijana yuko pale Kilimanjaro, yuko pale Moshi, yuko pale Mwanga kwa mheshimiwa mbunge Hashim Ibwe, akimuona Ali Kamwe na akafahamu kumbe Ali anatokea Kilimanjaro, basi na yeye katika ndoto zake anazidi kupambana. Ndio lengo kubwa. Kama kuna muimbaji akiona kumbe kina Mauasama hawa wametoka nyumbani kina Nandi, basi na yeye anaona kumbe inawezekana. Ndio lengo. Kwa hiyo tuliamua tu highlight hiyo na tumeona ni kitu kizuri. Na wakati wengine tarehe 7 wanaitumia kufanya maonesho ya biashara sababu ni sikukuu ya 7/7, si ndio? Sisi kama Kili Icons tulitafakari tukasema sisi tuoneshe kitu gani ambacho kiko nyumbani, tuna nyota gani nyumbani na tuna mambo mangapi makubwa tunaweza kuyafanya tukiwa ni asili yetu ni Kilimanjaro. Kwa hiyo kubwa ni hilo. Na ndugu yangu mimi nimeshangaa kitu kimoja, Ali umemzungumzia vizuri sana Selemani Mwalimu, lakini hujasema kama ametokea Singida Black Stars. Nataka kuharibu press sana. Ningejikita kwenye Kili Icons. Selemani Mwalimu kijana wetu ambaye Singida Black Stars tulimuona na tukamfungulia dunia. Tukampa fursa, tukamuamini na ameonekana duniani na anaiwakilisha vizuri sana Kilimanjaro. Kwa hiyo pia tunatumia fursa hii kuwahamasisha ama kuwakumbusha wale wote ambao tayari wanafanya vizuri katika maeneo mbalimbali na wana asili ya Kilimanjaro waanze kujitokeza na waje kuungana na sisi kwenye hii movement. Kwa sababu wana Kilimanjaro ni wengi kaka. Hapa Dar es Salaam wamejaa kweli kweli. Lakini pengine hakupata platform ya kuonekana au kujitambulisha. Sasa hii iwe ni sehemu au iwe ni chachu ya wao kuhamasika na kujitambulisha. Usione aibu kuwa mwana Kilimanjaro, jitokeze mbele kwa sababu ndio mkoa ambao umebarikiwa. Hata top 4 ya ligi kuu msimu ilivyoisha, ukiangalia wasemaji watatu katika top 3 wote wanatoka Kilimanjaro. Yuko Ali, niko mimi, yuko Hashim Ibwe, napata potea. Kuna yule mmoja tu ndo Ahmed Ali kasoma Kilimanjaro. Naye amesoma pale Kilinjiko. Naye amesoma Kilinjiko. Anakaa top 4. Unajua alipata potea. Hata Ahmed amesoma Kilinjiko pale Kilimanjaro. Kwa hiyo unaweza ukaona watu wa ukanda huo kidogo tumebarikiwa, na ndio maana tunakuja mbele za watu ili kuwahamasisha. Kutoka kusini hadi kaskazini. So ni hamasa. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kuwatambulishia hii movement, lakini pia kuwakaribisha sana. Tutaendelea kutoa ratiba mbalimbali kuelekea hiyo ya siku ya tarehe 7. Na nadhani kuna mipango ya ratiba utaielezea vizuri. Sahihi. Kuna ratiba hapa ya safari ataielezea vizuri. Tunaenda Kilimanjaro nyumbani na tunataka twende na watu wengi. Popote mtu alipo. Sasa hivi hakuna shughuli nyingi. Mpira umeshaisha, msimu tumeshamaliza. Wale watu wa mpira tunakutana pale ushirika Moshi kwa ajili ya kilele cha kuadhimisha siku hii muhimu. Kwa hiyo mengine tutaendelea kuongea na kupitia maswali yenu baadaye tutaweza kufafanua zaidi, lakini muda huu nimkaribishe presenter handsome